Bima Pub, urahisi wa maisha. Zangu kwa niaba ya serikali niwapongeze kwa kazi kubwa na ya wito tunayoendelea kuifanya pamoja na changamoto za hapa na pale ambazo zimesemwa na katibu wetu wa CWT. Hongereni sana kwa kazi. Serikali inatambua uwepo wa changamoto hizo na ndiyo maana imekuwa ikifanyia kazi hatua kwa hatua. Kama ambavyo alisema katibu wetu, tumelipa baadhi ya madeni na bado madeni yapo, hiyo tunakiri, lakini tuambue kwamba swala la uhamisho kwa mfano sasa hivi limekuwa huru sana, sababu mtu anaomba na mkurugenzi, afisa elimu hana kibali cha kumzuia. Kwa hiyo akipata kibali kutoka wizarani anahama. Kwa hiyo hiyo inachangia kwa kiwango kikubwa wale wanaotoka na kuingia, lakini pia inachangia kwa kiwango fulani pia hata upungufu kuto kukamilika kwa ikama. Sasa pamoja na changamoto hizo, maafisa elimu wetu wanafanya nini? Kwa sababu hatuwezi kubaki tuna hayo madeni ambayo amesema alafu tukawa tunayaangalia. Kwa upande wa idara ya sekondari ambayo wamesisitiza sana kwamba ndio yenye madeni makubwa, walimu wa idara ya sekondari wanadai fedha kama alivyosema milioni 197,781,200 kwa ajili ya likizo. Hizo ni za uhamisho. Likizo milioni 78 na matibabu shilingi 550,000. Madeni haya yanatokana na bajeti ndogo ambayo inaletwa katika halmashauri kwa ajili ya kushughulikia madeni hayo. Kwa mfano, anatolea mifano hapa. Mwaka 2022 fedha za likizo zililetwa milioni 53, na tunakumbuka walimu huwa tunaenda likizo karibu mara 2 kwa mwaka, kwa maana ya kwamba wengine wanaenda mwezi wa 6 na wengine wanaenda Disemba. Sasa milioni 53 inakuwa haitoshi. Fedha ya uhamisho ililetwa mwaka 2021-22 milioni 35, nayo inakuwa haitoshi. Mtu anahama labda kutoka kwa mfano Mwanza analetwa hapa. Mara nyingi wanachofanya maafisa elimu wanalipa ile angalau ile ya disturbance allowance ili aweze kujikimu kabla hajaseto. Alafu deni jingine linaingia kwenye utaratibu mwingine wa kutuma kwa ajili ya maombi ya fedha kwa ajili ya kulipa madeni kutoka hazina. Mwaka 2024-25 fedha ya likizo iliyoletwa ni milioni 53,200,000, na fedha ya hiyo ni ya likizo. Ya fedha ya uhamisho ilikuwa milioni 35. Kwa hiyo ukiangalia ni fedha kidogo sana inayoletwa, lakini pia kumekuwa na uhaba wa walimu kama ambavyo vimeelezwa, kwamba mwaka 2022 walikuwepo walimu 437 mpaka kufikia Februari 2025 walibaki walimu 379 kwa upande wa serikali inajitahidi pamoja na upungufu huo unaosababishwa pengine na kustaafu baadhi yao, lakini na pengine kama alivyosema wengine wamefariki kwa bahati mbaya. Tuombee kwa Mwenyezi Mungu awape nafuu katika adhabu yao ya kaburi na vitu vya namna hiyo, lakini pia kuna wengine wanahama. Sasa yote hayo yanachangia kwenye upungufu na kuto kushindikana kupatikana kwa ikama halisi inayotakiwa kufikika. Kwa upande wa elimu msingi,
Ndugu washiriki wa kikao, hadi kufikia Februari 2025, jumla ya walimu 30 wanadai fedha za likizo sawa na milioni 8,030. Matibabu walimu 11 sawa na shilingi milioni 7,510,000. Chama chetu kinafanya mkutano kila baada ya miaka mitano, na leo tutafanya uchaguzi wa kuchagua viongozi watakaohudumu kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, 2025 hadi 2030. Tunazo shule 132 za msingi, tunazo shule 32 za sekondari, na tuna viongozi wa wawakilishi wa taasisi na ofisi ya udhibiti bora. Mambo yamekwenda Kwa hiyo humu ndani tunaokuga sasa kufungua 166. turudishe viti vyetu nyuma. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuwa kwamba hapa walio mbele yako ni walimu ambao wametawanyika kwa wilaya nzima. Chochote tutakachokizungumza hapa, maana tutakuwa unafikisha ujumbe kwa Vikindu New Village wanawaletea viwanja Kigamboni, Dar es Salaam. Kiwanja chenye futi 40 kwa 50 chenye square mita 200 kwa shilingi za Kitanzania milioni 2.3 tu, na tena unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja vipo Rugwadu Magengeni. Fika kituo cha daladala Mwembe Mtengo na safari itaanzia hapo kuelekea site. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, shule, umeme na hospitali, vyote vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0760042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana @vikindo_new_village 001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindu New Village. Kiboko kabisa.